Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Sana kwa sababu kwa wiki ambayo ilipita nilikuwa na mgonjwa alikuwa ICU. Pale ICU panahitaji umeme kwa muda wa masaa 24. Sasa pale umeme unavyokatakata hata huduma zinaweza zisikamilike na mgonjwa anaweza akafariki kutokana na umeme kukatakata. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa mbunge, kama atatusaidia umeme ukiwa haukati huduma zitaenda vizuri kabisa. Nashukuru. Kwa majina naitwa Inosensia Mpete, ni mkazi wa kata ya Mlangali. Sisi changamoto kubwa kwenye kijiji cha kata ya Mlangali hii, tuna shida ya umeme, na umeme huu uko hapa sehemu za hapa mjini, sehemu za pembezoni huku umeme haupo. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa undani zaidi. Tunavyoenda kwenye vituo vya afya, mara nyingi sana unakuta umeme labda umekatika. Ukikatika umeme mara nyingi unakuta natakiwa liwashe generator. Generator ile mara nyingi unakuta labda anatakiwa uchangie mafuta. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Kwa majina naitwa Michael Lameki, ni mkazi wa kijiji cha Itundu, lakini pia ni mwenyekiti wa kijiji cha Itundu. Sisi tumeamua kutengeneza kiwanda hiki. Kitakapokuwa kimekamilika, tunategemea kwa ajili ya kuzalisha mipira ya maji ya umwagiliaji, ambapo itatumia malighafi kama plastiki zilizotumika, ikiwemo makopo ya maji ya soda. Tutayasaga hayo pamoja na tukishasaga, tunategemea yatusaidie kuzalisha mipira hiyo ya maji kwa ajili ya kusafisha mazingira, kuweka mazingira yawe safi, lakini pia kusogeza karibu na wakulima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, hususan umwagiliaji wa viazi, parachichi, vitunguu na vitu vingine ambavyo vinatumia kilimo cha umwagiliaji. Changamoto ya umeme ni kubwa sana. Changamoto kukatika kwa umeme ni kubwa kwa sababu unakuta kwa siku muda mwingine umeme unakatika zaidi hata ya mara 10 kwa siku moja. Kwa unajikuta tunaweza tusifikie malengo ya uzalishaji kwa changamoto ya umeme. Kwa hiyo tunaomba sana kama serikali inawezekana itusaidie kupata umeme ambao utakuwa umetengamaa, ambao haukatiki mara kwa mara. Nilikuwa napita hapa Mlangali kuelekea bungeni Dodoma nikitokea Ludewa. Wananchi kama mlivyoona hapa walikusanyika kwa ajili ya kueleza changamoto zao mbalimbali. Nilikuwa napita hapa Mlangali kuelekea bungeni Dodoma nikitokea Ludewa. Wananchi kama mlivyoona hapa walikusanyika kwa ajili ya kueleza changamoto zao mbalimbali. Lakini vile vile kuna changamoto nyingine ya kukatika kwa umeme. Wananchi wameilalamikia sana. Na hapa sasa hizi kuna viwanda vile vya Venia, viwanda viwili. Wale wawekezaji wanalipa mapato mengi halmashauri, lakini wananunua mazao ya misitu kwa wananchi. Kwa wananchi wanajipatia kipato. Kwa hiyo umeme unavyokatika, wananchi wale wanapata changamoto ya kiuchumi, kwa sababu wawekezaji nao wanataka kuondoka. Kama hiyo haitoshi, kuna kiwanda cha saruji kata jirani ya Lupanga, kiwanda cha Masimbo. Kitazalishwa saruji, itaitwa Ludewa Cement. Kinatarajia kuajiri zaidi ya vijana wa wilaya hii na wa Tanzania 1500. Ila bahati mbaya changamoto ya umeme. Kwa hiyo hoja hizi nimeshazifikisha bungeni. Niliomba tuwe na kituo cha kupozea umeme hapa Ludewa, na mheshimiwa waziri alijibu vizuri. Aliahidi, alisema kwamba Ludewa tumewekwa kwenye mpango, kwa sababu kituo cha kupoza umeme kwa sasa kiko Madaba, na transmission line, ile line inayoleta umeme inasafirisha megawatts 4 tu, wakati viwanda vile viwili, kiwanda cha saruji na kiwanda cha bidhaa za chuma, vinahitaji zaidi ya megawatts 30. Na kuna mwenyekiti wa kijiji hapa ameshaagiza mashine China, anataka kuweka kiwanda cha kuzalisha mabomba. Huku mabomba yana uhitaji mkubwa sana, kwa sababu wananchi wanalima sana kilimo cha umwagiliaji, vitunguu pamoja na viazi, jina maarufu Kipalila. Kwa hiyo mabomba soko tayari lipo, atahudumia wananchi kupata mabomba kwa gharama nafuu, lakini atahifadhi mazingira, kwa sababu kwa sehemu zile mashine zina uwezo wa kurecycle bidhaa za plastiki ambazo zimeshatumika pamoja na malighafi nyingine atakazozitumia. Kwa hiyo hili jambo nao nimeshalifanyia kazi. Serikali itatuma kikosi cha TANESCO na wameshatoa tayari bilioni 6 kwa ajili ya kutatua hizi changamoto za umeme. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.